Ninawasalimu wapendwa katika Kristo, watakatifu wa Mungu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Tumeendelea na mafundisho yetu ambayo mwezi wa pili tumezungumzia kuhusu mapashwa makubwa matano kwa Mkristo, na tungali bado kwa hiyo mapashwa ya kwanza ambayo tulisema ni mapashwa ya Mkristo kwa ubinafsi. Na Mkristo kwa ubinafsi ana mapashwa mawili makubwa. Pointi A, lazima awe mtu mwenye kujaa neno la Mungu kwa wingi, na pointi B, lazima ajae maisha ya maombi. Na nilianza kuwaambia maombi maana yake nini na sababu gani tuombe. Na hiyo siku ya tano nilisimamia kwa pointi inayosema ni lazima tuombe ili tupate kuzipokea nguvu za Mungu. Mkristo pasipo kujaa nguvu za Mungu, huyo ni Mkristo karatasi ambayo inaweza kupelekwa na upepo mahali popote ambapo upepo umejielekeza. Wakristo ambao walimjongelea Mungu kwa kuomba walipewa nguvu, na hizo nguvu ziliwafanya wawe washindi. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 4 pale mstari wake wa 31, utaona baada ya mitume kubatizwa na Roho Mtakatifu walipokea nguvu, vipawa na walifanya kazi, lakini badala ya kazi kuliinuka majaribu, na walienda wote pamoja wakimuomba Mungu ili Mungu awapatie nguvu ya kufanya kazi yake kwa ujasiri, ya kufanya kazi yake pasipo kuvunjika moyo, ya kufanya kazi yake pasipo kumuogopa shetani. Kumtumikia Mungu ni vizuri, lakini watu wengi hawakufaulu sababu hawakuwa na nguvu za Mungu. Ukiwa na nguvu za Mungu katika kumtumikia Mungu, utashinda kila majaribu, hautabebwa na upepo ambao unaotoka kushoto na kuume. Utaelewa ya kwamba katika maisha ya kumtumikia Mungu kuna wale wameitwa wasambalati. Sambalati kazi yake kuleta vikwazo, kumletea mtu vitu ambavyo vinaweza kumfanya aache kumtumikia Mungu kulingana na shauku aliyoisikia ndani yake. Lakini nguvu za maombi zinaweza kukusaidia wewe kufaulu. Usifikiri hawa watu ambao wamefanya kazi ya Mungu wangifaulu pasipo kuomba. Hata sisi mapasta imetufikia wakati tumeona vema kuacha kazi ya upasta. Unajua, katika kazi ya upasta kuna madharau mengi tumeipata, matusi ya kila aina tumeipata. Watu wanaweza kutuonesha sura za furaha tunapokuwa nao, lakini tukiachana nao wametuchafua, na wamejiuliza kwa nini nimeweza chafuka hivi. Shetani amekwambia ujiachie yako, lakini unapomjongelea Mungu kwa njia ya maombi amekupatia nguvu za kuweza na kufaulu. Ninakutakia mama, baba, ndugu, mpenzi, ukitaka kufaulu katika kumtumikia Mungu, uwe shujaa katika maisha ya kuomba. Ukikataa maombi hauwezi kufaulu, sababu kila anayefanya kazi shetani akumwangalia na anakunja mikono, lakini shetani alimwangalia na akamshambulia. Na maombi inatupatia nguvu ya kupambana
na shetani na kumshinda. Maombi imetuwezesha kushinda majaribu. Yesu Kristo alipokuwa mlimani Getsemani, katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 26 pale kwa mstari wake wa 11 aliwaambia wanafunzi wake, kesheni kwa kuomba ili msije mkaingie katika majaribu. Majaribu hatuwezi kuikimbiza, lakini majaribu tumeishinda. Hata umejifungia katika maombi ya miaka, hauwezi kufanya majaribu ikukimbie. Kwanza, jinsi unavyoomba sana ndivyo majaribu inayosimama sana, lakini maombi imetusaidia kuyashinda majaribu. Sema amina. Watu wote ambao walishindwa mbele ya majaribu ni watu ambao hawakuomba ama hawakuongeza nguvu za maombi. Unaweza anza omba na majaribu inaongezeka, lakini unapoendelesha kuomba lazima utaishinda majaribu. Sikia nikwambie, katika kushinda majaribu kuna taji, kuna malipo. Watu wengi walishindwa kufikia malipo ya Mungu sababu hawakuyashinda majaribu. Ni jaribu gani ambalo bado haujalishindwa? Ninakualika katika siri ya kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi, sababu maombi itakuwezesha wewe kuyashinda majaribu. Maombi imezimisha tabia za mtu wa kale. Unajua, mtu wa kale ana tabia zake ambazo mtu wa kale akubali kuonewa. Mtu wa kale akubali kudharauliwa. Mtu wa kale amependa umimi. Mtu wa kale amependa kuwa juu ya wengine. Mtu wa kale ana chuki. Mtu wa kale ana wivu. Mtu wa kale, hizo ndizo tabia za kila binadamu ambaye bado hajampokea Yesu. Tunapompokea Yesu tumefanyika kuwa viumbe vipya, lakini hizo tabia za mtu wa kale bado zimeendelea kubaki na sisi, na hivyo ndivyo vinakuwa vita sasa vya roho na mwili. Na ili upate kushinda mtu wa kale, lazima uwe mtu wa maombi. Hauwezi kushinda mtu wa kale, hauwezi kushinda tabia za mtu wa kale kama wewe hautakuwa shujaa wa maombi. Ndiyo kwa maana ninakualika mama, baba, kijana unayenifuata, tafuta uso wa Mungu kwa njia ya maombi, na utaona zile tabia za mtu wa kale zitaenda kuzimika. Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi, roho ni razi lakini mwili ni dhaifu. Roho inataka lakini mwili una udhaifu. Mwili wetu umetaka sana zile tabia za kale, lakini roho imetuelekeza kuishi jinsi Mungu anavyotaka baada ya kuzaliwa upya. Mama yangu, baba yangu mpendwa katika Kristo, pasipo maombi tabia za mtu wa kale zitaendelea kutawala maisha yako. Pasipo maombi utaendelea kuwa mzinzi, utaendelea kuwa msharati, utaendelea kuwa mwivu, utaendelea kuwa mtu wa kuwateta wengine, utaendelea kuwa mnafiki, utaendelea kuwa mtu wa kiburi, utaendelea kuwa mtu wa kuwatusi wengine, utaendelea na kila tabia kama hautajongelea Mungu katika maisha ya maombi. Utaendelea na tamaa ya dunia na mambo yake, utaendelea katika kila aina ya uchafu. Lakini taka sana kuomba ili upate kushinda
mtu wa kale.